Ni siku nyingine nzuri ambayo tunamshukuru Mungu kwa kutukutanisha tena mahali hapa Liferise TV, na kushukuru kwa kuwa mwanafamilia wa Liferise TV. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Kwa kweli wewe ni mtu wa muhimu sana. Mungu akubariki sana. Naitwa Mwalimu Kanuti, na kukaribisha kwenye mambo 13 yanayoharibu maisha yako kutoka ndani. Mambo 13 yanayoharibu maisha ya mtu kutoka ndani. Na tunaendelea na mstari ule ule, Injili ya Marko mtakatifu sura ya 7 mstari wa 21. Kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya, uasherati, wivu, uuaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Tumemaliza wiki iliyopita, tulikuwa na jambo la 8 ambalo linaitwa hila. Kama hujaweza kulifuatilia, ninaomba ulifuatilie. Ni somo la wakati, ni somo la muda, majira sahihi, kwa sababu ya mambo ambayo yanaendelea ndani ya jamii yetu. Leo tunaanza na jambo la 9 ambalo linaitwa ufisadi. Anasema haya yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo yamtia mtu unajisi. Tutataka tuangalie neno ufisadi. Unajua mtazamaji wangu, mara nyingi sana tunaposikia neno ufisadi, akili zetu nyingi au akili za watu wengi zinaenda moja kwa moja kwenye swala la fedha za umma. Linaenda moja kwa moja kwenye masuala ya rushwa. Linaenda moja kwa moja kwa viongozi fulani. Lakini katika kitabu hichi cha Marko sura ya 7, Yesu anatupeleka mbali zaidi ya kwenye haya maeneo ambayo tumependa kuangalia. Ufisadi ni tatizo la moyo kabla halijawa tatizo la taasisi, kabla halijawa tatizo la kinchi, kabla halijawa tatizo la system. Linaanza kwanza moyoni. Corruptions begins within. Kutokana na Marko, Yesu anachotuambia, anasema kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka ufisadi. Hatuanzi kuwa mafisadi tunapokutana na nafasi ya kuiba. Tunaanza kuwa mafisadi pale nafasi inapofunua kile ambacho tayari kimejengeka ndani ya mtu. Sasa ufisadi ni nini? Ufisadi ni nini? Ni muhimu sana tuweze kutafsiri neno na kulielewa. Ukisoma kwa wale wasomaji wa Biblia, limeelezwa kwa mapana sana, na mimi sitaki kwenda deep sana kwenye hayo maeneo. Nataka kuwekelea juu tu, lakini uweze kuelewa kwa nini Yesu anasema ufisadi ni dhambi ambayo ni tatizo ambalo linamharibu mtu kutoka ndani. Na nimesema katika matumizi ya kawaida kabisa ya Kiswahili, ufisadi tunaelewa kama ni matumizi mabaya ya nafasi. Tunaelewa kama ni matumizi mabaya ya mamlaka. Tunaelewa kama ni matumizi mabaya ya fedha au matumizi mabaya ya rasilimali za umma kwa manufaa binafsi. Hiyo ndio tafsiri ambayo kila mtu kimwambia ufisadi nini atakwambia. Matumizi mabaya ya nafasi, matumizi mabaya ya fedha za umma, matumizi mabaya ya mamlaka, matumizi mabaya ya rasilimali kwa kujinufaisha binafsi. Lakini nilipokuwa nafanya research ya kulisoma ili neno ili niweze kulielewa kwa nini limetumika sana kwenye Biblia ufisadi, na kuna sehemu matunda ya mwili neno ufisadi limeonyeshwa kabisa, na akasema ufisadi hawataingia katika ufalme wa Mungu. Ukisoma amplified rendition, amplified translation ya amplified inasema unrestrained conduct. Unrestrained conduct ndio ameita kama ufisadi. Kwa hiyo kuna maana pana zaidi ya ufisadi ule ambao sisi tunaujua na tunawanyoshea mikono watu. Ni kuishi bila restraint ya kimaadili. Restraint ya kimaadili. Kuishi bila kushindwa kujizuia kimaadili. Mtu anafikia hatua ya kutokuwa na aibu au mipaka katika kutenda maovu. Huo ni ufisadi. Anafika mahali haoni tena aibu ya uovu. Anafika mahali hamna kinachomzuia katika kutenda uovu. Huo ni ufisadi. Kwa hiyo ufisadi sio financial corruption pekee ambao Watanzania wengi ndio tunaichukulia hiyo. Ufisadi ni kuharibika kwa maadili ya ndani ya mtu, mpaka mtu anaanza kufanya mambo yasiyo sahihi bila dhamira kumsumbua. Nitarudia. Ni kuharibika kwa maadili ya ndani mpaka mtu anaanza kufanya mambo yasiyo sahihi bila dhamira yake kumsuta au dhamira yake kumsumbua. Corruption au ufisadi ambao unaongelea au corruption, nilipokuwa naongea na
Niongea na watu wa TAKUKURU juzi hapa, niliwaambia corruption is first a corruption of character before it becomes corruption of systems. Inaanza kwanza tabia. Inaanza, na ndio utaona tuna struggle sana na nchi zetu za Kiafrika, kwa sababu ni issue ya character, sio issue ya systems. Corruption is a corruption of character before it becomes corruption of systems. Kwa inaanza kwanza ufisadi unaanza kwanza kwenye tabia. Ufisadi unatoka ndani ya mtu. Yesu anatuambia. Yesu hakusema ufisadi unatoka ndani ya serikali. Hajasema ndani ya serikali hutoka ufisadi. Hajasema hivyo. Hajasema ndani ya kampuni hutoka ufisadi. Hajasema ndani ya kanisa hutoka ufisadi. Ndani ya nyumba, anasema ndani ya mioyo ya watu hutoka ufisadi. Serikali haina moyo. Kampuni haina moyo. Kanisa kama jengo halina moyo. Watu waliomo ndani yake ndio wenye mioyo, na watu waliomo ndani yake ndio wanaefanya corruption, ndio mafisadi. Kwa hiyo mfumo utaathiriwa tu na watu, mfumo utaathiriwa na watu. Kwa hiyo taasisi, si kama nitatumia lugha nzuri, lakini taasisi iliyofisidika, nadhani ni sawa. Taasisi iliyofisidika mara nyingi ni matokeo ya watu ambao maadili yao yameanza kufisidika pia. Taasisi iliyofisidika mara nyingi ni matokeo ya watu ambao maadili yao yameanza kufisidika, kwa mafisadi. Kwa hiyo kabla hatujasafisha mfumo, system, tunahitaji kwanza kusafisha hearts, mioyo. Na utagundua kabisa, tunaongea kwa lugha rahisi, lakini utagundua ni changamoto kubwa sana ya Afrika, na sijui tutafika lini. Ni tofauti na wenzetu. Ukiangalia wenzetu wa nchi za Ulaya huko, hata Amerika ya Kusini na kwingine kote, utaona wao kidogo wameshasafisha mioyo. Hawasali sana, lakini tayari wamesafisha mioyo. Ndio maana system zao zinawapeleka vizuri. Sasa sisi tutahangaika kwa kusafisha systems wakati mioyo yetu haijawa safi. Na ufisadi hautoki kwenye system, unaanzia kwanza ndani ya mioyo. Yesu anasema ndani ya mioyo utoka ufisadi. Kwa hiyo kabla hatuja clean systems, tunahitaji kusafisha hearts. Ndio maana masomo naongelea ni masuala ya fikra. Ufisadi unaanzaje ndani ya mtu? Mara nyingi hauanzi na milioni 500. Mara nyingi hauanzi na milioni 100. Mara nyingi hauanzi na bilioni 1. Unaanza na compromise ndogo ndogo. Kutokuridhika. Mtu anaanza kusema ninachopata kinitoshi. Halafu anaanza kutafuta njia nyingine zisizo sahihi. Tatizo si kutaka maendeleo. Tatizo ni pale tamaa inaposhinda uadilifu. Kwa hiyo kutokuridhika kunapelekea ufisadi. Tamaa ya kupata zaidi. Kuna somo la greed tulielezea pale nyuma. Mtu anataka more money, more power, ufisadi, more recognition, more possession, lakini hataki kufuata process. Hataki kufuata mchakato utakayompelekea kwenye more money. Hataki kufuata process itakayokumpelekea kwenye more power. Hataki kufuata process itakayompelekea kwenye recognition. Kwa hiyo anatafuta shortcuts, inakuwa ni ufisadi. Na niliwaambia kwenye episode iliyopita, greed says I want more. Lakini corruption au ufisadi says I don't care how I get it. I don't care. Hata kama nimeumiza, hata kama watu wengi wamekufa, hata kama watu wengi wamepotea, hata kama mradi mimi nimepata position, mradi mimi nimefanikiwa, mradi mimi nimepata. Huo ni ufisadi. Huo ni ufisadi. Compromise ndogo ndogo. Ufisadi mkubwa mara nyingi unaanza na compromise ndogo ndogo. Leo ngoja nibadilishe figure hii kidogo. Kesho ngoja nichukue hii, maana hakuna atakayeniona. Kesho kutwa baadaye. Hivi ndivyo mfumo unavyofanya kazi. Hatimaye dhamira inanyamaza. Kwa hiyo unakuwa fisadi, lakini ulianza kidogo kidogo. So big corruption often begins with small compromises. Compromise ndogo ndogo ndio inapelekea ufisadi mkubwa. Hakuna mtu alianza kuiba mamilioni, alianza kwenye kidogo kidogo. Kwa kuhalalisha kosa, rationalization, unahalalisha kosa. Hii ni hatua ya hatari sana. Hatua ya hatari
sana rationalization kwenye ufisadi. Mtu anajua jambo hili ni baya, lakini anatafuta sababu ya kulifanya lionekane sahihi. Nasikia anasema kila mtu anafanya. Unajua mshahara wangu ni mdogo. Unajua hizi hela ni za serikali tu. Unajua nimefanya kazi sana hapa. Unajua hata wao pia wanaiba. Hapo dhamira inaanza kufa. Unapoanza kutengeneza justification ya kosa, corruption of character inaanza. Corruption of character inaanza. Kidogo unafanya urationalize, unaanza kuhalalisha. Sisi ni serikali, ndio tunafanya hivyo. Hizi hela hazina mwenyewe. Unajua nimefanya kazi hapa. Kidogo kidogo unahalalisha ile dhambi. Alafu kupoteza hofu ya Mungu. Hii inasababishwa sana unani ufisadi ambao ndani ya moyo unatoka hivi, unaanza kupoteza hofu ya Mungu. Mtu anaanza kuogopa zaidi sisi kamera. Mtu anaanza kuogopa zaidi wanaitwa nani wale auditor. Mtu anaanza kuogopa zaidi polisi, anaanza kuogopa TAKUKURU, akiamini hakuna anayemwona anafanya. Lakini mtu mwenye hofu ya Mungu anasema hata kama hakuna mtu anayeniona, Mungu ananiona. Na hiyo ndio misingi ya integrity. Ndio misingi ya integrity. Angalia mambo ninavyoyaongea. Watu wamejaa makanisani. Mafisadi usiangalie tu kwa viongozi. Wewe angalia kwenye level yako unayefanya. Usitegemee wewe ukija kupata nafasi kubwa na unaweza kujikuta umeshafanya yale ambao wenzako wamefanya. Kwa hiyo mtazamaji wangu, hivi ndivyo ndani ambavyo ufisadi unavyoanza. Kama unakumbuka tumesemaje? Ufisadi unaanzaje ndani ya mtu? Kutokuridhika. Tamaa ya kupata zaidi. Compromise ndogo. Alafu kuhalalisha kosa. Mwishoni kupoteza hofu ya Mungu. Unaanza kuogopa CCTV camera. Ufisadi unaonekanaje katika maisha ya kawaida? Tunaweza tukauonaje kwenye maisha ya kawaida? Nimeshasema, kwa mfano kazini, unaandika umefanya kazi masaa 8 wakati umefanya masaa 4. Unajua wanayefanya hivyo sio wapagani kama nilivyosema kwenye episode iliyopita. Ndio maana Yesu anasema tuwe makini sana. Tunaweza tukasema hatunywi pombe. Tunaweza tukasema hatuvuti sigara. Tunaweza tukasema sisi tumeokoka, tumejaa Roho Mtakatifu. Lakini angalia ufisadi wenyewe unaanza kazi, unasema nimefanya makazi masaa 8 wakati wewe unajua umefanya 4. Kwa hiyo unaweka expenses ambazo hukutumia. Unatumia mali ya kampuni kwa matumizi binafsi bila ruhusa ya mtu. Huo ni ufisadi wa integrity. Ufisadi wa integrity. Kwenye biashara unapunguza quantity lakini unatoza bei kamili. Bei ile ambayo ilikuwa lakini quantity umeipunguza. Unajua bidhaa ina tatizo, ni fake kama tulivyosema kwenye ile episode iliyopita, lakini humwambii mteja. Unabadilisha quality ili kuongeza profit. Huo ni ufisadi. Kanisani, fedha iliyokusudiwa kufanya jambo fulani inapelekwa kwenye matumizi ambayo sio sahihi. Nafasi ya huduma inatumika kujinufaisha. Huo ni ufisadi. Huo ni ufisadi. Unatumia nafasi ulionayo wewe kujinufaisha. Upendeleo unaanza kuchukua nafasi ya haki. Mashuleni, mwanafunzi anakopi assignment ilivyo. Anapata marks ambazo si matokeo ya kazi yake. Hiyo ni corruption of character. Huo ni ufisadi. Nimeona watu wanafunzi wale walikuwa tunasoma nao nifahamu vizuri. Kuna watu kabisa ni walokole, wanasali makanisa hayo wanayojiita ya uamsho whatever na nini. Lakini inapofika swala la kuibia mtihani, wanaibia mtihani. Unashindwa kuelewa ni Mungu gani. Kuna watu wa Katoliki wazuri wanasali novena siku 9 kabla ya mtihani. Lakini kwenye mtihani wanaibia. Sasa huo ni ufisadi. Usisalie wewe ukija kupewa ofisi utafanya tu ufisadi. Kwa sababu maadili yameharibika. Ufisadi sio hiyo tu swala la hela, ni corrupt ya character, ni corrupt. Kwa hiyo shuleni utakuta watu anaibia mitihani kabisa, amekaa umejipanga kwenye chain. Hapo anasema mimi nasali, Jumapili anaenda kusali, hata hiyo sali anaona anafanya. Nyumbani mzazi anamwambia mtoto, mtu anagonga na kumwambia huyo mtu mimi sipo wakati yupo. Kwa mtoto anajifunza kwamba kumbe uongo unaweza kutumiwa kutatua matatizo. Kwa naye kesho atatumia uongo. Ndugu zangu watazamaji wangu, hatupaswi kushangaa tunapokutana na ufisadi mkubwa ndani ya jamii yetu, ikiwa sisi wenyewe tumefanya compromise ndogo kwenye jamii yetu na kuiona ni mambo ya kawaida. Hatuwezi kushangaa hao watu wengine wanayafanya. Sasa ufisadi unaharibu vipi mtu? Ufisadi unaweza kuharibu vipi mtu? Unaua character. Ndugu zangu, unaweza kupata fedha nyingi lakini ukampoteza mtu.
ambaye ukweli huyo ndio hasa mtu mkubwa. Ukapoteza ule ukubwa wako ndani. Na niliwaambia watu watakukuru siku moja huo msemo, what you gain through corruption may be smaller than what corruption takes from you. Kile utakachokipoteza kutokana na kile unachokigain, unachokipata kutokana na rushwa kinaweza kaa kidogo, lakini ile corruption uliofanya itachukua kitu kikubwa sana ndani yako. So corruption, ufisadi unaua uaminifu. Familia haiwezi kusimama bila trust, mtazamaji wangu. Kampuni haiwezi kusimama bila trust. Kanisa haliwezi kusimama bila trust. Taifa haliwezi kusimama bila trust. Corruption siku zote destroys trust, inaua trust, inaua haki. Ufisadi unaposhinda maeneo yote, ufisadi unaposhinda kwenye ofisi, ufisadi unaposhinda kwenye kampuni, ufisadi unaposhinda kwenye nchi, mwenye haki anakosa nafasi. Asiyestahili anapata nafasi. Mwenye uwezo anaachwa, mwenye connection anapita. Ni mambo ambayo tunayaona Afrika. Yameanza na swala la ufisadi. Ufisadi unaua haki. Ufisadi ukishinda nchi inakuwa ya ajabu, taifa inakuwa la ajabu, kanisa linakuwa la ajabu. Ufisadi unaharibu taasisi. Ufisadi wa mtu mmoja unaweza kuharibu kampuni. Ufisadi wa mtu mmoja unaharibu familia, unaharibu huduma, unaharibu taasisi, na moja kwa moja unaweza kuharibu taifa, kwa sababu tabia binafsi ya mtu inapopewa sasa na mamlaka inaweza kuwa tatizo la mfumo mzima. Ile tabia ya mtu mmoja, huyo mtu tukafanya makosa, tukampa position, ni kitu wa parokia, kiongozi wa kanisa, mbunge, waziri, akapewa hiyo nafasi. Tabia binafsi inapopewa mamlaka inakuwa tatizo la mfumo mzima. Unaua dhamira, inaua dhamira. Ufisadi unaua dhamira ya mtu. Hii ndio baya zaidi, na hiyo mimi kwa kweli nikwambia ukweli ndio inanisikitisha zaidi. Mara ya kwanza unaiba, unaumia. Mara ya pili unaumia kidogo. Mara ya tatu unaanza kuzoea. Baadaye unafanya bila kujisikia vibaya. Dhamira yako imekufa. Na wanasema the most dangerous stage of corruption is when wrong no longer feels wrong. Ni hatari. Kile kitu kibaya kinaonekana sio kibaya tena. Ni jambo la ajabu, jambo la hatari sana, mtazamaji wangu. Huo ni ufisadi. Ubaya unaanza kuonekana sio ubaya tena, maana yake dhamira imekufa. Sasa namna gani tunaweza tukashinda ufisadi? Labda nimalizie. Jenga integrity. Integrity nimeshaelezea, ni kuwa mtu yule yule, publicly and privately, yule yule. Usifanye jambo kwa sababu watu wanakuona, lifanye kwa sababu ni jambo sahihi. Hiyo ni integrity. Inapotea sana ndani ya nchi zetu, inapotea sana ndani ya jamii yetu. Fanya jambo kwa sababu ni sahihi. Hii namna ya kujenga, namna ya kushinda ufisadi. Jifunze kuridhika. Mtazamaji wangu, jifunze kuridhika. Paulo anamwambia Timotheo, nadhani kwenye Timotheo wa kwanza sura ya 6 si mstari wa ngapi, anakuambia utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Moyo usioridhika ni mazingira mazuri sana ya ufisadi. Ushanaelewa ufisadi na uzungumzia hapo, sio huo tu wale. Moyo usioridhika ni conducive environment ya ufisadi kufanyika. Kwa nini wenzetu unaona wazungu watu kwa hawafanyi ufisadi, iko level yao iko chini sana? Wameridhika. Ana nyumba yake ya kupanga, ana apartment kake, ana kagari kake kadogo anaendesha, anafurahi. Sisi mtu ana magari 500 alafu anazulumu watu. Kwa naambiaga nikaga Mbezi Beach kipindi fulani, barabara ni mbaya, alafu watu wote wanapita na magari ya milioni 200, milioni 300. Una faida gani kwenye maisha? Unashindwa kuridhika. Unakubali watu wote wanalala chini. Hilo gari lako moja tu lingesaidia shule hapo mtaani. Ufisadi, kutokuridhika. Kataa small compromises.
Kataa small compromise. Usisubiri milioni 100 upewe ndio useme sitaki ufisadi. Anza na 5,000. Anza na hizo receipt. Hamna kitu kinanipa kazi ngumu sana nilipokuwa nafanya kazi serikalini kama kuandika receipt. Wanaofahamu wataelewa ninachokisema mahali hapa. Unatumwa kazi, unaenda na ndege, alafu unarudi unalazimishwa unaambiwa andika receipt, lakini receipt ya ndege hawahitaji. Sasa nimesafiri, nimeenda Arusha kwa dada yangu, nimefika kule, nimetumia usafiri wa dada, naambiwa niandike kwenye text. Wanafahamu kule nimeacha madeni mengi. Sababu unadanganya, unalazimishwa na mfumo kudanganya. So kataa small compromise. Anza kujali muda wa kazi za watu. Anza na taarifa. Integrity is built in small decisions. Najengwa kwa vitu vidogo vidogo ndio vinatengeneza integrity. Kuwa accountable. Kuwa tayari kukaguliwa. Kuwa tayari kuulizwa. Kwa na wanandoa juzi niliwaambia, mke wako anapokuuliza uko wapi sasa hivi, usiseme anakufuatilia. Hiyo ni accountability. Transparency ina protect integrity. Kwa hiyo kubali kuulizwa. Usiseme mimi hamna mtu ananiuliza chochote. Mimi hamna mtu anaweza kuniuliza. No. Kubali kuulizwa. Kubali kueleza matumizi, namna ulivyofanya. Weka records, kuwa accountable. Very important, itakusaidia. Kuwa mcha Mungu, mtazamaji wangu, usiwe tu mtu wa kwenda kanisani. Kwa kuwa mcha Mungu, watu hujiepusha na maovu. Mithali anasema, kuwa mcha Mungu sio mtu wa kwenda. Tuna watu wengi wamejaa makanisani sio wacha Mungu. Hao wanapokea rushwa ni watu gani? Hao mafisadi ni watu gani? Hao watu wanayenunua wateja kule Sinza, wanayejiuza ni watu gani? Ni hao watu wanaenda kanisani lakini sio wacha Mungu. Biblia inasema kwa kumcha Bwana watu hujiepusha na maovu. Kama watu wajiepusha na maovu lakini wanaenda kanisani, sio wacha Mungu. Kwa mcha Mungu hata mfumo wa accountability ukiwa dhaifu, hofu ya Mungu inapaswa kukuzuia. Hofu ya Mungu tu, hata kama mifumo ni mibaya, hofu ya Mungu inatakiwa kukuzuia. Mtazamaji wangu, naomba ujiulize sasa hivi pale ulipo. Je, kuna ufisadi wowote ndani yangu? Je, nimezoea compromise kwenye maeneo gani? Je, ninadanganya ili nipate? Je, ninatumia nafasi yangu kujinufaisha isivyo halali? Kwenye position yako ulipo, unatumia nafasi kujinufaisha isivyo halali? Je, kuna mambo ambayo zamani nilikuwa nikiyafanya dhamira yangu na nisuta, lakini siku hizi nimeanza kuyazoea? Lazima uanze kujifanyia tathmini. Naomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu mzuri ambaye anaendelea kutufuatilia mahali hapa. Ninaomba usafishe moyo wake. Ondoa ndani yetu tamaa mbaya. Ondoa ndani yetu hali ya kutokuridhika. Ondoa ndani ya msikilizaji wangu udanganyifu na kila roho ya kujinufaisha kwa njia isiyo ya haki. Kwa njia isiyo ya haki. Tujalie hofu ya Mungu. Wajalie watu hofu ya Mungu. Wajalie Watanzania hofu ya Mungu. Wajalie viongozi hofu ya Mungu. Wajalie mtu mmoja mmoja hofu ya Mungu. Wawe waaminifu. Wape na integrity. Hata pale ambapo hakuna mtu yoyote ambaye anaona. Bwana, tupe nguvu ya kusema hapana kwa rushwa. Tupe nguvu ya kusema hapana kwa hila. Tupe nguvu ya kusema ya kuto compromise kwa mambo madogo madogo. Anza mabadiliko ndani yetu Bwana, ili kupitia sisi, familia, kanisa, taifa liweze kubadilika katika jina la Yesu. Tunaomba na kushukuru. Amen. Asante sana mtazamaji wangu. Kama unafuatilia hujasubscribe, nikuombe subscribe, ni rahisi tu. Bonyeza hicho kitufe hapo ili kila Ijumaa na kila Jumatatu na kuendelea uweze kupata masomo ambayo yanakuja hapa Life Rise TV. Tukutane wiki ijayo. Mungu akubariki.